Baada ya klabu ya Simba Sport Club kwa siku ya jana kushia taarifa kwa umma kwamba haitashiriki mchezo namba 184 kama mchezo huo hautachezwa tarehe 15 Juni mwaka 2025, leo Simba Sport Club kwenye page yao ya Instagram, Simba Sport Club kwenye mitandao yao ya kijamii wameshare taarifa ya mazoezi rasmi ya timu tarehe 14 Juni mwaka 2025. Wameshare taarifa ya kupokea barua rasmi kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Mkapa kesho siku ya Jumamosi ambayo ni Juni 14 mwaka wa 2025. Kabla sija kusomea taarifa hii hapa mazoezi rasmi, ni kukumbushe tu kwamba jana Simba ilishia taarifa kwa umma kwamba klabu ya Simba inaarifu umma, wanachama na wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni mwaka 2025 kushiriki mchezo namba 184 kama ilivyopangwa na Bodi ya Ligi Kuu Tanzania. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na ni kinyume na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitashiriki mchezo wowote namba 184 isipokuwa ule uliopangwa kuchezwa siku ya Jumapili tarehe 15 Juni mwaka wa 2025. Tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu yetu kujitokeza kwa wingi kuijaza Benjamin Mkapa siku hiyo muhimu ili kuiunga mkono timu yetu. Nguvu moja imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba. Ilikuwa ni siku ya jana Juni 12 mwaka 2025. Sasa kwa hichi ambacho kimefanyika au kwa hii taarifa ambayo wameitoa hapa ni kwamba wao wanaenda mbele, hawarudi nyuma na wanaenda na ratiba kama ilivyopangwa. Sasa barua hii ambayo wameipokea kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inasema: taarifa ya mazoezi rasmi ya timu tarehe 14 Juni mwaka 2025. Tafadhali husika na somo tajwa hapo juu. Wizara imepokea barua yako, kumbukumbu namba hiyo hapo, ya tarehe 9 Juni mwaka 2025 kuhusu taarifa ya mazoezi rasmi ya timu ya Simba Sport Club tarehe 14 Juni mwaka 2025. Kwa muktadha huo, tunawafahamisha kwamba uwanja upo tayari kwa mchezo huo na wizara haina kipingamizi na timu kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya mechi kwa mujibu wa kanuni. Aidha, wizara inapenda kusisitiza kwamba itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa vilabu vyote nchini wanaoomba kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa na vingine vyote vilivyopo chini ya wizara bila kukwamisha kwa namna yoyote matumizi ya uwanja, matumizi ya viwanja hivyo. Aidha, mnakumbushwa kukamilisha taratibu zote za maandalizi ya mechi ikiwemo kushiriki pre-match meeting ambayo huratibiwa na wasimamizi wa ligi kwa mujibu wa taratibu za ligi, ikiwa imesainiwa na Boniface Tamba, lakini pia nakala imeenda kwa afisa mtendaji mkuu Bodi ya Ligi mtaa wa Uhuru Ilala, sanduku la posta ni 79043 Dar es Salaam. So huku comment zimekuwa ni nyingi sana. Huyu anasema nataka kushangaa siku ipite bila taarifa kwa umma. Nimemwona mtangazaji hapa Dr. Samsa Sali anasema utaratibu walioanzisha Yanga wa barua tu nadhani ni mfano wa kuigwa, ni mwendo wa barua tu. Huyu mwingine akasema mbona ile nyingine ya tarehe 8 amkutuma barua ya kuomba wizara kufanya mazoezi ya mwisho. Huyu mwingine akasema ila Yanga mkikubali mtakuwa wanyonge sana. Haya mabouncer kesho muwai kama siku ile. Wengine huko anasema Simba nguvu moja, wengine ubaya ubwela. Maoni yako ni yapi kwa hichi ambacho kinaendelea katika mchezo huu ambao unatakiwa kuchezwa Juni 15, Yanga dhidi ya Simba Sport Club? Dropisha hapo maoni yako kwenye uwanja wa comment. Mimi ni Saadi TZ, hii ni Simulizi na Sauti.